Febi, naomba chapati 4. 4? Ndiyo. Karibu. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Karibu. Asante. Nimekuita we, kumbe upo huko. Kuna kijiwe sasa hivi? Wewe acha tu. Ndo kama unavyoona. Unajua sijategemea kabisa. Hiyo pesa kufanya biashara kama hii umeipata wapi? Hujaniambia chochote mke wangu. Ni kweli sijakwambia chochote, maana ilikuwa ghafla sana. Ila kuhusu hii pesa, rafiki yangu ameniazima. Na nimemwahidi baada ya biashara yangu kuchangamka nitamrudishia pesa yake. Umeshapata la shoga hapa mtaani? Si ni pale jirani chumba cha pili. Joy alikuwa anaeka maandazi pale nje. Muzale maandazi. Sasa yeye kuna biashara amepata. Nikaongea naye ikabidi aniachie kijiwe. Na pia nikamuomba aniazime pesa ya mtaji. Ndio hii ilonifanya alonifunga. Una akili sana mke wangu. Najivunia sana kuwa na wewe. Kweli? Mimi nakubariki, Mungu akusaidie biashara iende vizuri, upate wateja, tupate la kula na kulipa kodi. Amen. Mimi mwenyewe hapa natoka sasa hivi. Nataka nikaonane na ule mshikaji ambaye tumekutana naye ile siku pale. Akatufadhili chumba hiki. Nataka nikaonane naye ili nijue tutasurvive vipi hapa mtaani. Basi sawa, Mungu akusimamie mume wangu uko unapenda. Vipi, utaki nikuwekee chai? Tutaufilisi huo mtaji. Hebu kwanza uza kwanza. Mimi nitakula hata baadaye. We mtoto, hebu nipishe nipite. Rudisha pesa za mamangu. Hivyo wewe mtoto hujafundwa Uoni kama mimi namzidi mama yako umri? Nimekwambia nipishe nipite. Hapa bibi haupiti. Mpaka urudishe pesa za mamangu. Mbona unijui? Unijui? Wewe hata jeuli wewe. Wewe mtoto mdogo. Unanibishia mimi? Kwani hauelewi Kiswahili? Nataka pesa za mamangu. Ujui kama mimi ni mtu mzima? Unanisimamia njiani. Hela za mama yako nichukue pesa nizipeleke wapi? Umeniona mimi nimechukua hela za mama yako? Pumbavu mkubwa wewe. Sogea yako. Hebu nipishe. Kumbe unijui vizuri.
Pesa yangu! Pesa yangu iko wapi? Pesa yangu! Hela yangu jamani, hela yangu! Pesa ya mama hapa na uipati. Akatoto kanga au kana mazinga homo. Jamani. We mtoto! Hapo nipe hela yangu. Kama nichukulie hela yangu. Jamani. Kama ichukua pesa yangu. Sikiliza we mwanamke. Tena naomba unisikilize kwa makini sana. Usidhani Twizi ameokotwa au amedondoka kutoka juu. Amezaliwa kama wewe ulivyozaliwa. Na ana watu wako nyuma wengi tofauti na unavyofikiria. Tulikuwa tunakufuatilia mienendo yako yote. Each and everything. Tumekufuatilia. Na tunajua kila kitu unachokifanya. Usione tulikuwa kimya. Tunajua kila kitu kinachoendelea. Ili jambo tulikuwa tunalifuatilia kwa umakini sana. Sasa nataka nikwambie kitu kimoja. Mzee Mbengo aliacha rekodi zote. Kila kitu kipo kwenye maandishi. Mimi nadhani nyie mnajisumbua. Tena msiolijua ni sawa na usiku wa giza. Sasa basi, taa nyekundu inawaka. Nimekusikiza kwa makini sana we mzee wa ovyo. Hivyo unaongea kama nani yani? Msemaji wa familia, umetumwa au inakuwaje labda? Au nini kinachokuuma wewe? Sisi ndio watoto wa mzee Mbengo. Wewe unaingilia vipi mambo yetu ya kifamilia? Na wewe kama nani yani? Wewe mtu mzima ovyo, wewe ujielewe wewe. Nisikilize nikwambie. Wewe huwezi kunitisha. Basi sawa, ufike salama kipenzi. Hai pia, biashara njema. Asante. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Mama muuza chapati. Haya baadaye. Karibu. Asante. Chapati shingapi? 1,250. Nipatie 2. Karibu. Asante. Hapa Twizi ndo kashaondoka. Hizi mali kashazikosa na hakuna chochote ambacho atapata wala kuambulia. Labda cha kukushauri tu, wewe kama huyo Twizi unamwonea huruma sana, changeni huko. Mtafuteni hata kimtaji cha laki akauze hata maji. Si kama unanielewa eh? Siku nyingine usije ukarudi kugonga geti la nyumba yangu na kuja kuniambia upuzi kama huo. Tena ukome kama ulivyokoma kunyonya ziwa la mama yako. Mshenzi wewe. Kweli paka akitoka panya ujitawala. Sasa naona unatatarika mwanamke. Unajiachia na unavimba kwenye mali za watu. Anyway, emsubiri tuone. Kama mimi ni msemaji wa familia au mzinguaji. Yajayo unafurahisha. Huna lolote mshamba wewe. Kwenda huko na shida zako. Naecheka na ndio adui yako. Wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati Kaka, nimekuja kukuona. Karibu sana. Yaani sijui hata nianzie wapi. Lakini kiufupi akaunti zangu zote za benki zimefungwa. Na nafahamu kama hizi ni figisu tu ambazo nafanyia na wale watu ambao nimetoka kugombana nao. Kinachoniumiza kichwa na kunichanganya zaidi, niko na mke na mtoto.
sina hata senti 100. Sijui hata naanzia wapi ndugu yangu. Nimekaa nikawaza, nikaona hapana, natakiwa niende nikaonane na ndugu yangu Njenje. Wakati nafuatilia ile mipango ya kurudisha zile mali, nipate kitu cha kufanya, familia isije kafa njaa. Sijui unanisaidiaje ndugu yangu. Twiz, kwanza pole sana kwa matatizo yote ambayo yamekukuta, na usikate tamaa. Hizi ni changamoto tu za binadamu. Kikubwa cha kumshukuru Mungu, wamekuachia miguu yako, mikono yako na macho yako, na ufahamu ulio nao. Ndio maana Waswahili wakasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Jambo lako nimekusikia, lakini napata ukakasi kidogo kwa namna ambayo bwana Twiz nakujua na elimu ulio nayo. Sasa sijui ndugu yangu, shughuli gani ambayo mimi napaswa kukutafutia ambayo wewe utaweza kuifanya. Mimi kwa sasa hivi kitu ninachokiangalia cha msingi ni familia yangu, mkono uweze kwenda kinywani. Kazi yoyote ile ambayo unaweza kuipata ndugu yangu, hata kama ikiwa ni kuzibua vyoo, mimi mradi tu familia yangu isije kufa njaa, niko tayari kufanya. Umefika mbali sana huko kwenye kuzibua vyoo ndugu yangu. Mimi siwezi kukutafutia kwa ujamaa wetu, hapana. Siwezi kukuruhusu ufanye hiyo kazi kwa sasa hivi. Lakini kwa haraka hapa mtaani kuna kashughuli ambako mimi nilikuwa nafanya mwanzo kabisa, na kalikuwa kananipa mtaji kweli kweli. Sema nikaondokaga nikaacha. Sasa kwa sababu ya uzoefu nilionayo wa hiyo shughuli na muonekano wako ninaouona, inaweza kukufaa, japo unapaswa kuwa makini sana, kwa sababu utadili sana na mageti ya nyumba tofauti tofauti. Kuna watu wengine na bastora kaka, wanawake zao na watoto zao. Mimi nilikuwa nauza maziwa, natembeza maziwa kwenye kila nyumba. Asubuhi ikifika, mimi asubuhi mapema tayari kila geti. Sasa kwa muonekano wako hii kazi inaweza kukufaa, hii biashara, kwa sababu kwanza itakukusaidia wewe kukutana na watu tofauti tofauti. Unajua unapokutana na watu tofauti tofauti, milango mingine inafunguka. Mwanangu, yule uko naongea naye getini pale ni nani? Mbona kama alikuwa kishari? Mama, ni mpumbavu mmoja tu. Achana na wala na faida yoyote. Si babake Twiz. Babake Twiz? Ila mama, achana naye. Maana ni mpumbavu mmoja tu ambaye hana hata faida. Wala sikuumize kichwa. Adela mwanangu, hapa mwanae ameshaondoka. Na ameondoka kishari. Sio nayemuona kila anayekuja hapa sasa hivi ni mtu mzuri. Hii nyumba iko ndani ya himaya yetu sisi. Kwa hiyo natakiwa utahadhari na kila anayemuona hapa. Natakiwa tupambane naye. Kwa sababu tukifanya masiala tutapoteza kila kitu. Kwa hiyo unaweza kukutana na mtu akapenda muonekano wako, akajaribu kukupa kazi nyingine nzuri zaidi, Kwa hiyo sijui kama hiyo kazi au hiyo biashara ambayo nimekuambia unaweza kuiafiki. Maana wewe bwana ni msomi sana, Mimi nadhani kama nilivyokuambia awali, niko tayari kufanya kazi yoyote ile. Changamoto ni mtaji. Niwezaje kupata huo mtaji ili niweze kuuza haya maziwa ambayo umezungumzia hapa? Okay. Mtaji wake sio mkubwa. Kitu cha kwanza kabla mtaji, nitamtafuta mtu akukodishe baskeli, kwa sababu hauwezi kutembea kwa miguu. Lazima uwe na dumu na kipimio, uwe na baskeli uweze kupita nyumba nyingi. Kwa hiyo baskeli najua tutapata hapa mtaani. Mtu tu mmoja taongea naye basi atakukodisha. Pili, kuhusiana na mtaji, huo usijali ndugu yangu. Mimi na wewe tumetoka mbali bana. Nitakupa huo mtaji, lakini tu kabla ya mtaji nataka nikuhusie kwenye hii biashara. Hii biashara siku 2 za mwanzo kubali kupata faida ndogo.
kwa sababu kwanza lazima watamanishe watu waweze kununua maziwa yako. Umenielewa? Kwa hiyo usitie maji. Kwa hapa kwanza utii maji, unawapa ile maziwa original. Siku ya pili pia ukipata nyumba zako 20 tu, alafu akayapenda maziwa yako, kwa sababu wako pia watu naona wanapita pita, lakini tayari maziwa yao wameshachakachua. Kwa ukiyapelekea maziwa original, tayari wale watu wote watahamia kwako. Unawakusanya. Alafu sasa kama wiki moja hivi baadaye, na we sasa unaanza kutia mma. Sababu unajua nitakuwa na njaa, alafu nataka familia yangu ishi vizuri. Nitakuwa makini kwenye kipengele cha maji. Sasa mimi nadhani tusitumie muda mwingi sana kuzungumza, twende kwenye utekelezaji. Muda huu utakachokifanya, nitakuzungusha kwa macho tu, nitakwambia sasa, ndugu yangu, nyumba ile wanapenda, nyumba ile wanapenda, nyumba ile wanapenda. Utapata nyumba za kuanzia kama 2-3, na sehemu nyingine tunaweza tukaenda pamoja, nika connect kwa mama Jeni, kwa mama nani, nikwambia sasa maziwa sasa hivi nunueni kwa huyu bwana. Ndugu yangu Njenje, sijui hata nisemeje. Yaani Mungu mwachie na itu Mungu. Bwana Mungu sio kibwana kondo. Unajua nilikuwa nawaza sana, akili yangu ilikuwa imefika mwisho kabisa, nikasema hapana, mimi na ndugu yangu bana, lazima anaweza akaniambia pa kuanzia. Nakushukuru sana kaka. Usijali. Si kwa tatizo hili tu kaka. Tatizo lolote lile, mlango uko wazi. Nitakusaidia pale ambapo ninaweza. Najua sasa hivi ushakuwa mwenyeji hapa mtaani. Si nadhani twende sasa hivi. Hamna shida, twende tu bila kusemeza. Kwa vipi nikusaidie kwa pale? Hapa hakuna mtu anakuja kuiba. Kweli kaka? Hapa wananiogopa. Hichi kiti kifungi. Hivyo akikai bwana hata hivyo hivyo. Twende ndugu yangu. Unajua pale kwa mama Jeni? Ina maana unaozungumza ni la kweli kabisa. Ni kweli, sio masiara. Unanielewa mwanangu? Kuwa makini sana. Na huyo mtu ni hatari. Inatakiwa tupambane naye. Sawa mama, nimekuelewa. Tafanyia kazi maneno yako. Sawa. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako. Tangu nimejitambua, sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe. Hakika. Unajua usiku kucha nilikuwa nawaza ulikuwa wapi siku zote. Umenipa vitu ambavyo sikuwahi kupewa na mwanamke yoyote yule. Unajua very romantic. Hata mimi sijakutana na mwanaume fundi kama wewe. La. Niambie kitu. Natamani uendelee kuwepo hapa kwenye nyumba yangu. Hiyo ndo shaka. Kwa ajili yako naweza nikakufanyia discount mwezi mzima. Utaniua mtoto wa watu. Sijazoea hizi lako kweli. Kabisa. Teddy, unafanya kitu gani? Unataka kutoa mimba? Remi, niliamua kubadilika na kuwa mwanamke bora. Sikutaka mambo yote ya nyuma yajirudie. Lakini sasa naona ujauzito unaleta changamoto kwenye furaha yetu. Kwa hiyo bora niitoe ili tubaki na furaha yetu. Hapana kipenzi, hawezi kuwa kiumbe ambacho hakina hatia. Hapana, hivi basi ya kwako. Kabisa. Nitakuwa hapo kutimizia mahitaji yako yote. Nyumba simone hivyo kwa kubwa. Kwa sijani, mwisho hiyo. Honey, honey, sweet,
mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. Nashindwa, sina kitu kingine cha kuzungumza. Msimalize maneno. Mimi nakuhitaji, bado nakupenda. Nimeamua kutulia na kuwa mwanamke bora. Sawa mpenzi, niko tayari kuelea hiyo mimba. Umeshindaje mwenzangu? Mimi nashukuru Mungu, sijui huko ulipotoka. Mimi pia niko sawa, kuchoka tu, mihangaiko ya hapa na pale, lakini namshukuru Mungu nimeweza kurudi nyumbani salama. Basi mimi nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana uone kitu ambacho nimepata, tujue pesa hii tunaifanyaje. Aya, shilingi ngapi? Tuangalie. Bado sijahesabu, si ndio nilikuwa nakusubiri urudi. Ni shilingi ngapi? Pesa zangu zimeenda wapi tena? Ulikuja kufunua humu? Mimi ndo kwanza naingia. Una hakika kama pesa uliziweka humu? Nimeisha mimi. Pesa niliweka humu tangia asubuhi, kwa sijui na 10,000 na ngapi. Nimeuzauza mume wangu, haki ya Mungu. Sasa pesa jamani. Kuna sehemu nimewe. Zilikuwa humu. Kweli baba hujafungua humu? Kweli kabisa. Mama, pesa hizi hapa. Wewe Amanda, kwa hiyo mamako anaweka pesa, wewe unachukua? Hapana. Mama, unamkumbuka yule mbibi wa asubuhi? Ndo alichukua hizi hela. Alichukua? Naomba chapati 4. 4? Ndiyo. Mta unachuma ulete. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Ukitabasamu